Imam Ali anasema man alima makanahu faqad naja, mwenye kuijua nafasi yake kaokoka, ametoboa. Twendeni tukazijue nafasi zetu. Utawatatiza watu, sisi tunakujua wewe ni askari, lakini ghafla tunakuona unafokoa mitaro ya maji machafu. Sasa tukujui. Kiongozi wa dini nenda kasimamia nafasi yake. Yuko mtu wa siasa, mwache afanye kazi ya siasa. Makofi. Unasimama mihirabu Sheikh Mziwanda, baada ya kuzungumza msaafu qala Allah Ta'ala, unazungumza ilani ya chama. Hatukuelewi, unatutatiza. Kweli? Na wewe unavuruga. Sultan al-Muhaddithin kwa Kiswahili, kiongozi wa watu wasimulizi, sisi tunawaita hivi, aliwahi kusema maneno, anasema ya ahla al-ilmi ya milha al-baladi man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada. Enyi viongozi wa dini, nyinyi ndio chumvi ya dunia, nyinyi ndio chumvi ya miji, nyinyi ndio chumvi ya jamii. Akauliza kwa mshangao, wenyewe anajua hawa wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada, ni nani atakayekuja kuitengeneza chumvi pale itakapokuwa chumvi imeharibika? Kwa sababu kazi ya chumvi ni kutengeza chakula kilichoharibika. Sasa wewe ambaye ndio mtengenezaji, ndio chumvi mwenyewe ushaharibika, nani atakayekutengeneza? Viongozi wa dini, nyinyi ni walezi wa nyoyo, nyinyi ni walezi wa miili ya watu, ni walezi. Nendeni mkashike nyoyo za watu, mwarudishe kwa Mungu. Na mfano mmoja mzuri na upenda, siku moja Imamu Abu Hanifa nadhani aliwahi kupata ugeni wa ghafla, watu wawili. Alikuja baba yake mzazi, na kipindi hicho alikuja mwalimu wake, kiongozi wa roho yake. Alipopewa taarifa watu hao wameingia, yeye alitoka kwenda kumpokea kiongozi wake wa kiroho kwanza kabla ya baba yake. Wanafunzi wake wakamuuliza, kwa nini umemtanguliza huyu usimtangulize huyu? Akasema, nimemtanguliza huyu kwa sababu mzee wangu kanitoa kwa Mungu, kanileta hapa katika vurugu, usipokuwa na amani, lakini huyu kiongozi wangu wa dini ndio anainirudisha kwa Mungu kwenye amani. Hilo ndio nafasi yenu. Ningependa kwa kongamano hili uwe ni mwanzo wa kuzungumza amani, lakini ni mwanzo wa kushika ile nafasi yetu. Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali bwana, yeye ametupa slogan sisi watu wa kule. Anasema jitambue, badilika, wacha mazoea. Turudieni, jitambue, badilika. Twendeni tukajitambue. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kunta fi amrin fakun fihi, ukiwa katika jambo kuwa katika jambo lile kindaki, usio unaingia unatoka. Lakini hili tatizo nadhani namaliza hapo. Sisi kazi yetu jamani ni kazi ya wito. Tujipieni makofi. Ni kazi ambayo sisi tunaripoti kwa Mungu, ndio mwajiri wetu, ndio bosi wetu, ndio anayetulipa mshahara. Ukigeuza mlipa mshahara asiyokuwa Mungu, kazi utaifanya vizuri. Ndipo pale utakapoona sasa Sheikh Kundecha badala ya kusema anaosema Mungu, anasema yule anayemwajiri. Ibn al-Asakir anasema man lam yantikh min quwwati fikrihi, man lam yantikh min quwwati fa'sihi la yantikh min quwwati fikrihi. Asiyokula kwa nguvu ya shoka lake, basi hata utamka kwa nguvu ya akili yake. Tutapewa vibahasha vingi sana kipindi hiki, kila mmoja anavutia katika chama chake. Pokea, lakini nenda karudie, kaseme msaafu unavyosema, Injili inavyosema na Taurati. Makofi. Kwa sababu
Kazi yetu ni kazi ya wito. Kazi ya wito tumejitolea. Mungu ndo anayetulipa na anatulipa sana. Ukivutwa huku, bwana chukua hili. Sawa, pokea. Kwa sababu Mtume anasema fa innahu kullu ma yaatika min hadha min khairi mas'alatin wala itla'i nafsi alayhi fa innahu rizqun saqahu Allahu alayk. Kitakachokujia pasi na kuomba wala kushobokea kula, kwa sababu ni riziki kukupa Mungu. Lakini ukifika pale wewe endelea na msafu wako. Makofi. Hizi takriban hizi zinatutoa jamani, mimi nasema ukweli. Kipindi hivi tuna vibahasha vingi sana ili tuseme mle katika madhabahu, tuseme katika manabiri na membari zile wanachokitaka wao. Bado tukanganganie, tusikilizeni sisi. Kasema Sheikh Mzuanda, mimi ni kiongozi wako ukiwa hai na bado ni kiongozi wako ukifa. Kwa nini hicho kinakutoa katika nafasi yako? La mwisho kabisa, viongozi wa dini, amani iko mikononi mwenu. Naomba ninukuu sura. Naomba kunukuu sura za Biblia na Qur'ani. Maana ni kamati ya dini mbalimbali. Nimejifunza na mimi. Kwa upande wa kuwaheshimu watawala. Biblia katika Warumi 13 aya ya 1 ya kwanza hadi ya 2, Agano Jipya, inasema hivi: kila mtu atii mamlaka inayotawala, maana hakuna mamlaka isiyetoka kwa Mungu. Sisi ni daraja tu, na ile iliyopo imewekwa na Mungu. Hata hivyo, anajiinua kinyume cha mamlaka, anajiinua kinyume na mamlaka, kinyume cha agizo la Mungu, nao watapokea hukumu. Yule anayekiuka. Mapadri mtani sahihisha. Twende kwenye Qur'an, sura An-Nisa, sura ya 4 aya namba 59. Mashehe wananitazama, ataweza? Naweza. Enyi mlioniamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wenye mamlaka miongoni mwenu, wenye mamlaka miongoni mwenu. Lakini mkitofautiana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo mwisho mwema. Nataka niseme kwamba hawa watawala, sawa, sisi tumewapigia kura, nini daraja shekhe, lakini tayari aliandikiwa na Allah na Mungu. Sasa leo sisi tunawatukana. Waheshimiwa viongozi wa dini, twendeni tukakemee matusi, sio kitu kizuri. Amani inatetereka. Wewe unaenda kumtukana kiongozi wa nchi, matusi ya nguoni. Umeyapata wapi? Kitabu gani kinasema hivyo? Ndugu zangu, nawaombeni sana. Nawaombeni twendeni tukakatae hayo. Na kwa upande wanawake, ule mfumo dume, nilisahau kitu kimoja. Na kwa sababu mfumo dume upo, ndio maana nafasi za viti maalum vipo. Si kwamba wanawake hawajitokezi, wanajitokeza, lakini bado ile acceptance bado. Kwa hiyo nawaombeni
viti maalum. Kulikuwa na mjadala viti maalum viondoke. Mimi nasema visiondoke, visifutwe, kwa sababu bado jamii yetu haijatutambua. Kuna haja ya sisi viongozi wa dini kwenda kuwaelimisha, na hata UN wanaizungumzia hilo linaitwa affirmative action, kwamba lazima akina mama wapate nafasi. Kwa njia gani? Mradi tu waingie kwenye viti maalum. Isipokuwa mimi ningependa akina mama wengi tuingie kwa kuchaguliwa. Nilikuwa peke yangu, na naomba nirudie, waandishi wa habari mara nyingi mnapotosha, mnasema Mama Shamimu alikuwa mbunge wa kwanza peke. Hapana, mimi nilikuwa mbunge peke yangu mwaka 85 mpaka 90, mwanamke wa kuchaguliwa. Alafu kutoka 90 mpaka 95 tukawa hawa wawili kutoka bara, mimi na Mheshimiwa Kate Kamba, tukawa wawili. Wanafalsafa wa diplomasia wana teknolojia zao wanaziita, kuna hard power, kuna soft power, kuna smart power. Hard power manake ni nguvu za dola. Dola inatumia nguvu kudhibiti wasi. Soft power ni nguvu ya ushawishi bila kutumia nguvu ya silaha. Smart power ni combination ya hard power na soft power. Maana yake unapima, hapa nitumie hard power na soft power. Sasa sisi hapa tunawakilisha jukwaa la soft power. Na niseme mwenyekiti, katika mwaka huu wa 2025 kwa mujibu wa bango, na hili ni ombi langu kwa Mheshimiwa Rais, hard power anazo za kutosha, kwa hiyo hatuna wasiwasi, lakini soft power mwaka huu inahitajika zaidi pengine kuliko wakati mwingine wote. Soft power, nguvu ya ushawishi wa kuzuia maasi bila kutumia mabavu. Na jukwaa hili linafaa zaidi lihimizwe. Majukwaa kama haya watafutwe watu wenye vipawa vya ushawishi wa nguvu bila kutumia nguvu kuzuia maasi. Asante sana.